Nyoka wa ajabu. Kitambo sana, kabla ya kuja kwa wageni kutoka mabara ya Ulaya, kabla ya miji kujaa watu, palikuwa kuna kijiji kilichoitwa Mavuno. Kijiji hicho kilizungukwa na misitu yenye wanyama wa ajabu, mito iliyojaa samaki wakubwa na ardhi yenye rutuba. Watu wa kijiji hicho waliwekeza bidii zao kubwa katika swala zima la kilimo. Licha ya utajiri wao wa chakula na mazao, kulikuwa na siri kubwa iliyoficha hofu ndani ya mioyo yao. Na siri hii si nyingine bali ni kuhusu nyoka wa ajabu. Nyoka mwenye uwezo wa kuongea. Kulingana na hadithi za wazee wa busara wa kijiji cha Mavuno, kila baada ya miaka 7, nyoka huyo mwenye mwili wa rangi ya dhahabu na macho ya kung'ara kama makaa ya moto alijitokeza ndani ya pango refu lililoko msituni. Hakuna aliyemwona kwa karibu na kurudi kijijini kusimulia jinsi alivyo, ila watu waliamini kuwa kila mara nyoka huyo anapotokea, mtu mmoja kati yao hupotea katika mazingira ya kutatanisha. Kuna hadithi zilizosimuliwa ya kwamba nyoka huyo alikuwa na uwezo wa kuzungumza kama binadamu, na sauti yake ilikuwa ni ya kuvutia mno, kiasi mtu yoyote aliyesikia anakuwa kama amerogwa, akisahau kila kitu alichokifanya na kuanza kufuata sauti inapotokea msituni, kutokomea huko pasi na kurudi. Wakati wa ujio wake ulipokaribia, wakazi wa Mavuno walifanya tambiko kubwa. Walikusanyika uwanjani, wake kwa waume, wazee kwa vijana na watoto, wakichinja mbuzi na ng'ombe wakubwa, wakimwaga damu huku na kule na kuimba nyimbo za mizimu, kwa matumaini ya kwamba nyoka angepita bila kumchukua yoyote kati yao. Kila mtu alihofia usiku huo, na milango yote ya nyumba zote za kijiji hicho ilifungwa mapema. Lakini mwaka huu mambo yalikuwa tofauti. Katika kijiji cha Mavuno aliishi kijana mmoja shupavu aliyeitwa Jabali, mwana wa mzee mkubwa. Jabali alikuwa na nguvu kama simba na moyo wa kupambana na lolote litakalomjia mbele yake. Alikuwa akichukizwa sana na hofu ya wanakijiji, na mara nyingi alisikika akisema, ikiwa ni nyoka tu, kwa nini tusimuinde na kumuua? Lakini kila aliposema hivyo, watu walimkemea. Hutakiwi kumzungumzia nyoka wa ajabu kwa kejeli, unaweza kuleta maafa, walimuonya wazee wa kijiji. Siku ya tambiko kuu, Jabali aliamua kuwa hatakaa na kuogopa kama watu wengine. Alijiandaa kimya kimya, akachukua upanga wake mkali, na mapema kabla ya giza kutanda, alienda msituni kujificha karibu na pango la nyoka wa ajabu. Usiku ulipofika, upepo mkali ulianza kuvuma, matawi yalitetemeka, ndege wa porini wakapiga kelele za ajabu, na ghafla sauti ilisikika kutoka ndani ya pango ikisema, mwanadamu, kwa nini umefika hapa? Jabali alihisi uti wake ukitetemeka, lakini hakurudi nyuma. Alishika upanga wake kwa nguvu na kusema, nimekuja kukuona nyoka wa ajabu. Watu wa kijiji changu wameishi kwa hofu kwa miaka mingi. Nataka kujua kwa nini. Kicheko cha ajabu kilisikika kutoka pangoni. Kisha mwanga wa ajabu ukamulika kutoka ndani. Taratibu, mwili mrefu wa nyoka ulianza kutoka pangoni. Jabali alishusha pumzi, akijiandaa kwa lolote. Unataka kujua? Basi ingia ndani uone ukweli. Nyoka aliongea kwa sauti ya upole lakini yenye mamlaka. Jabali alishikilia upanga wake kwa nguvu, mwili wake ukitetemeka, si kwa hofu tu, bali kwa msisimko wa kutaka kujua ukweli. Alimtazama nyoka wa ajabu kwa macho makali sana, lakini alihisi nguvu ya ajabu ikimvuta kuingia ndani ya pango. Nyoka huyo alikuwa mkubwa kupita maelezo. Magamba yake yalikuwa kama dhahabu iliyong'arishwa.
yakimetameta kwa mwangaza hafifu kama mwezi. Macho yake yenye rangi nyekundu kama makaa ya moto yalimtazama Jabali kwa utulivu wa kutisha. "Ikiwa una ujasiri kweli, ingia ndani," nyoka alisema kwa sauti nyororo lakini nzito. Jabali akachukua hatua ya kwanza, halafu nyingine na nyingine na nyingine hadi akaingia ndani ya pango. Mara tu alipoingia ndani, mlango wa pango ulijifunika ghafla na giza zito likatawala. Giza na miujiza. Jabali alihisi kama ameingia katika ulimwengu mwingine. Pango hilo lilikuwa pana kupita maelezo, likiwa na kuta zilizojaa maandishi ya ajabu na michoro ya kale. Mbele yake aliona mwanga wa bluu uking'ara juu ya jiwe kubwa. Nyoka wa ajabu alijipinda na kusema, "Watu wa kijiji chako wanaogopa kwa sababu hawajui ukweli. Wanadhani mimi ni mnyama wa kuua. Lakini si kweli. Mimi ni mlinda siri za dunia hii." Jabali alishangazwa na maneno hayo. "Je, ni siri gani hizo?" Nyoka akavuta pumzi ndefu sana. Kisha akasema, "Nipo hapa kulinda kitu muhimu sana, jiwe la uzima. Kila aliyewahi kuja hapa na kunisikiliza amepewa nafasi ya kuchagua. Anaweza kuondoka na amani moyoni, au kujaribu kuchukua jiwe hili na kupata laana ya milele." Jabali alimtazama nyoka kwa mshangao. Kijiji chao kilikuwa kikiishi kwa hofu juu ya mnyama huyo. Uamuzi wa Jabali. Jabali alitembea hadi kwenye jiwe lililong'ara. Alihisi nguvu fulani kali ikimvuta kuligusa, lakini sauti ya ndani ikimuonya asifanye hivyo. "Ikiwa ni kweli wewe ni mlinda siri, kwa nini watu wa kijiji wamekuwa wakipotea?" Jabali aliuliza. Nyoka alijiviringa na kusema kwa huzuni, "Wale waliopotea walikuja kwa tamaa. Walitaka kuchukua jiwe hili kwa nguvu, wakidhani litawapa uhai wa milele au mamlaka makubwa. Lakini jiwe hili halichukuliwi kwa nguvu. Linaamua lenyewe nani anastahili." Jabali alitulia kwa kuwaza. Alijua kuwa kijijini kwao watu walikuwa wamezoea kuogopa, lakini sasa alielewa kuwa hofu yao ilitokana na kutokujua ukweli. Kazi mpya kwa Jabali. Nyoka alimtazama Jabali na kusema, "Na kuona wewe ni tofauti. Unaweza kuwa mjumbe wa ukweli kwa watu wako. Lakini kabla hujaondoka, lazima uchague. Utachukua jiwe hili na kubeba mzigo wake, au utaondoka na hekima uliyoipata?" Jabali alihisi uzito wa uamuzi huo. Akalitazama jiwe, kisha akamtazama nyoka. Mwishowe aliamua. Jabali alisimama kimya mbele ya jiwe la uzima, mawazo yakipita kwa kasi akilini mwake. Alijua kuwa kuchukua jiwe hilo kungeweza kumletea nguvu kubwa au laana ya milele. Aliweza kuhisi mvuto wa ajabu kumvutia kuligusa jiwe hilo, ila sauti ya ndani ikamwambia, si kila hazina inastahili kuchukuliwa. Alimtazama nyoka wa ajabu ambaye bado amejiviringa karibu yake, macho yake yenye kung'ara kama makaa ya moto yakimwangalia kwa umakini sana. "Nimeamua," Jabali alisema kwa sauti. "Sitachukua jiwe. Badala yake, nitarudi kijijini kwangu na kuwaambia watu wangu ukweli. Ni bora waishi kwa kuelewa kuliko kuwa na hofu isiyo na msingi." Nyoka wa ajabu alionekana kutabasamu, ingawa uso wake wa kinyoka haukuonyesha hisia za wazi. "Umefanya chaguo sahihi, Jabali," nyoka alisema. "Wengi waliokuja kabla yako waliitamani nguvu, lakini walipotea kwa tamaa zao.
Wewe umechagua hekima juu ya mamlaka, na kwa hilo nitakupa zawadi. Ghafla mwangaza wa dhahabu ulijaa pangoni. Jabali alihisi mwili wake ukifurika nguvu mpya. Akatambua kuwa macho yake sasa yangeweza kuona giza kwa uwazi. Masikio yake yalisikia hata sauti ya upepo mdogo zaidi, na akili yake ilijawa na maarifa mapya. Rudi kwa watu wako, nyoka aliendelea kusema, na uwaongoze kwa ujasiri na ukweli. Waambie waache kuogopa kile wasichokielewa, na zaidi ya yote waambie kuwa si kila hadithi ya kutisha ni ya kweli. Jabali alitikisa kichwa kwa heshima, kisha akageuka na kutoka nje ya pango. Mara tu alipotoka, mlango wa pango ulijifunga kwa kishindo, na alipotazama nyuma kuona alama yoyote ilionyesha kuwa palikuwa na pango hapo. Jabali alitembea usiku kucha hadi alipofika kijijini Mavuno. Asubuhi ilipofika, alisimama katikati ya uwanja wa kijiji na kuwaita watu wote kijijini hapo. Nimekutana na nyoka wa ajabu, Jabali aliwaambia, na nimejifunza kuwa hatari mnayoihofia si ya kweli. Nyoka si mnyama wa kula watu, bali ni mlinzi wa siri za dunia yetu. Wale waliopotea walikuwa ni watu waliotawaliwa na tamaa, na sio waathiriwa wa unyama. Watu wa kijiji walishangaa, wengine wakiona ugumu kuamini, lakini Jabali aliendelea kuwaeleza kila alichojifunza. Taratibu walianza kuelewa na kuona kuwa hofu yao ilikuwa ni matokeo ya kutokujua. Miezi michache baadaye, wanakijiji wa kijiji cha Mavuno walibadilika. Maisha yao yalibadilika kwa ujumla. Hakukuwa tena na uoga wa usiku uliokithiri. Watu walikuwa na amani, na vijana wakaanza kuchunguza msitu bila hofu. Jabali aliheshimiwa kama shujaa wa kijiji, na hekima yake iliwafanya watu waishi kwa ujasiri zaidi. Lakini alipojiuliza mwenyewe, je, nitarudi pangoni tena? Alitabasamu na kusema, hapana, sihitaji hilo. Nimepata cha thamani zaidi, nacho ni hekima.